na kuhitimu darasa la 4 mwaka 1964. Baadaye aliendelea na shule ya kati katika shule ya msingi Kuguru iliyokuwa Magamba na kuhitimu darasa la 7 mwaka 1967. Marehemu Julius Doto Kawananga alifanikiwa kujiunga na chuo cha Chang'ombe kilichopo Dar es Salaam na kuhitimu mafunzo yake mwaka 1970. Katika maisha yake, baba yetu alifanya kazi katika sehemu mbalimbali Tanzania, mikoa mbalimbali ikiwemo mkoa wa Kilimanjaro. Maisha ya ndoa. Marehemu alifunga pingu za maisha na Bimonika William Moshi mwaka 1982 katika kanisa la Yesu Kristo Mfalme Moshi, Kilimanjaro. Alibarikiwa kupata watoto 5, wa kiume 2 na wa kike 3. Marehemu Julius Doto Kawananga pia katika uzee wake alibarikiwa kupata wajukuu 14 na kitukuu 1. Hali yake ya ugonjwa. Marehemu Julius Doto Kawananga alianza kusumbuliwa na tatizo la ugonjwa wa moyo na kupata matibabu katika hospitali tofauti ikiwemo hospitali ya rufaa ya Kamanda, hospitali ya rufaa ya Maweni, hospitali ya rufaa ya KCC na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Marehemu Julius Doto Kawananga alizidiwa na ugonjwa zaidi kuanzia mwaka 2013. Kwa maiti mfumbuka tarehe 5 mwezi wa 5 2025 katika hospitali ya Jakaya Kikwete JKCI. Shukrani zetu. Familia inatoa shukrani za dhati kwa madaktari, wauguzi, manesi waliotumia muda wao kuuguza baba yetu katika hospitali tofauti kwa vipindi tofauti. Lakini kwa namna ya kipekee familia inatoa shukrani za kipekee kwa daktari wake ambaye alikuwa akiona kila baada ya wiki 2, Daktari Honorata Mauki ambaye daktari wa moyo katika taasisi ya Jakaya Kikwete. Mungu amjalie kwa matoleo yake. Pia shukrani zetu za dhati ziwaendee mapadri, watumishi wa Mungu mbalimbali ambao walikuwa wakifika nyumbani Chanika ambapo baba yetu walikuwa wakiishi na kuweza kumpa mpango wa wagonjwa, kuweza kufanyia maombi mara kwa mara kwa sababu walikuwa hawezi kufika kanisani wakati huo. Kwa hiyo huduma za kiroho zilikuwa zinamkuta akiwa nyumbani. Pia tunatoa shukrani zetu kwa ndugu, jamaa, marafiki, majirani wa Kasulu, majirani wa Chanika Dar es Salaam na wale wote ambao walikuwa nasi katika maombi kumwombea baba yetu na matoleo yao katika namna moja kama nyingine. Mungu awajalie na asiwapungukie. Pia familia tunatoa shukrani zetu kwa ajili ya maisha ya baba yetu. Baba yetu aliishi maisha ya Kikristo, lakini kabla ya umauti wake alituachia neno moja kubwa sana ambalo kama familia tunatakiwa tulienzi. Siku 2 kabla ya umauti alisema tumwambia mke wake, lakini pia alikuwa akituambia kwenye siku, akasema wanangu, pendani.